yetu za leo ilikuwa ifuate hoja ya serikali, lakini mtakumbuka jana wakati wa kuhitimisha hoja hapa ya ofisi ya Rais TAMISEMI kuhusu makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025-2026, niliahidi kwamba tutapata nafasi ya kusikiliza majibu ya Mheshimiwa Waziri kuhusu tuhuma alizokuwa amezitoa Mheshimiwa Gambo. Kwa hivyo nitampa Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI atoe ufafanuzi, kisha tutaendelea na ratiba yetu. Mheshimiwa Omar Mchengerwa. Mheshimiwa Spika, katika mjadala wa hoja za bajeti, Mheshimiwa Mrisho Gambo, mbunge wa jimbo la Arusha mjini, aliwasilisha tuhuma kuhusu miradi minne mikubwa inayotekelezwa na halmashauri ya jiji la Arusha kama ifuatavyo: ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri, ujenzi wa soko la machinga, utengaji wa bajeti ya shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya kubomoa maduka eneo la stendi ndogo, kutokuwa na tija kwa halmashauri, na ujenzi wa barabara ya tactic kutoka stendi mpya kwenda Mbauda. Mheshimiwa Spika, naomba nichukue nafasi hii kutoa ufafanuzi katika hoja zote nne kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri ya jiji la Arusha, kwa heshima ya bunge hili na kwa maslahi mapana ya taifa, ninaomba kuweka bayana ukweli wa hoja hii kama ifuatavyo. Kuhusu ujenzi wa jengo la utawala wa jiji la Arusha, ambapo alitoa tuhuma nzito dhidi ya utekelezaji wa ujenzi wa jengo hilo, akidai kuwepo kwa ongezeko lisilo halali la takriban shilingi bilioni 8 pamoja na madai ya mchanganyiko wa vipimo vya BOQ uliosababisha malipo ya fedha isiyostahili. Mheshimiwa Spika, mradi wa jengo la utawala ulianza mwaka 2019. Wakati huo Mheshimiwa Mrisho Gambo akiwa mkuu wa mkoa wa Arusha kama msimamizi mkuu. Ujenzi ulifanyika kwa njia ya force account na baadaye ukahama kutoka force account na kuingia kwa mkandarasi. Akapatikana mkandarasi mshauri ambaye akasaidia kupatikana kwa mkandarasi wa ujenzi Mheshimiwa Mrisho Gambo akiwa mbunge. Hii yote ilitokana na malumbano yaliyokuwepo kati ya Mheshimiwa mbunge na baraza la madiwani na aliyekuwa mkuu wa mkoa wakati huo, Mheshimiwa John Mongera. Malumbano hayo yalipelekea mradi kusimama kwa muda mrefu mpaka mwaka 2023 baada ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuingilia kati na baadhi ya watumishi kushtakiwa. Kamati ya fedha, mbunge alikuwa ni mjumbe wa kamati ya fedha wakati huo, hakushiriki kikao husika kwa ruhusa, lakini posho alichukua. Hii ilikuwa ni mwaka 2023. Ikampa mkandarasi ndogo Tribe Construction, lakini hakuweza kuendelea na kazi tena. Ikatokea malumbano baina ya mkandarasi na kazi ikaanza tena upya mwezi wa 4 mwaka 2024 na kuomba kulipo malipo ya awali. Ndio jengo likaanza kujengwa na sasa lipo gorofa ya 6. Mpaka sasa, Mheshimiwa Spika, mkandarasi amekwisha lipwa hati 2 pamoja na malipo ya awali. Jumla ya hati zote 2 ni shilingi bilioni 1 na milioni 200. Pamoja na malipo ya awali, jumla inakuwa ni shilingi bilioni 2 na milioni 200. Na jengo lipo gorofa ya 6. Na kilicholipwa mpaka sasa ni kidogo kulingana na uhalisia wa jengo mpaka hivi sasa. Hivyo mkandarasi analipwa malipo yake kwa kazi alizofanya, zikihakikiwa pia na mhandisi wa jiji kwa kazi zilizofanyika tu. Mheshimiwa Spika, kwa ujenzi unaofanywa na mkandarasi mshauri huandaa hati ya malipo kulingana na kazi iliyofanyika. Hivyo basi hakuna fedha ya serikali iliyoibiwa mpaka sasa. Nasisitiza, hakuna fedha ya serikali iliyoibiwa mpaka sasa. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia dhamira ya dhati ya kulinda fedha za umma, tuhuma zilizotolewa na Mheshimiwa Gambo zimechunguzwa. Niliagiza pia kufanyika kwa uchunguzi wa kina. Uchunguzi huo ulibaini hitilafu za kiufundi zilizojitokeza katika uingizaji wa taarifa kwenye mfumo wa ununuzi wa umma, yani NeST, ambao vizio vya vipimo vilichanganywa kama ifuatavyo. Katika uchunguzi uliofanyika, kilichoonekana ni vizio vya vipimo, yani unit of measurement, kuchanganywa katika vipengele viwili wakati wa kuingiza kwenye mfumo wa ununuzi wa umma, yani NeST, ni kama ifuatavyo. Kipengele cha zege la sakafu la chini
kwa unene wa milimita 200 ilikadiriwa kuwa mita za mraba 1128 kama ilivyoonyeshwa kwenye BOQ ya mhandisi mshauri. Hata hivyo, wakati wa kupandisha kipengele hicho kwenye mfumo wa manunuzi, yani NeST, kipengele hicho kilipandishwa kama mita za ujazo 1128. 2. Kipengele cha zege la sakafu la juu kiliainishwa kuwa ni mita za mraba 7034 kama ilivyoonyeshwa katika BOQ ya mhandisi mshauri. Lakini katika kupandisha kwenye mfumo ununuzi wa umma, kipengele hicho kiliingizwa kama mita za mraba 7034. Mheshimiwa Spika, management ya jiji la Arusha ilibaini kasoro hizo na kumjulisha mshauri mwelekezi kuhusu makosa katika vizio vya upimaji uliojitokeza katika barua yenye kumbu namba BC.3/253/0 IE/149 ya tarehe 10 mwezi Februari 2025 na barua kumbu namba BC.3/253/0 IE/150 ya tarehe 18 Februari ya mwaka 2025. Mtaalamu mshauri alijibu barua hizo kwa barua yenye kumbu namba KA/ACC/ADM/2024/20 ya tarehe 28 Februari 2025 kwa kukiri kupokea mapungufu hayo, na alichukua hatua za kumwandikia mkandarasi kumweleza mapungufu yaliyojitokeza kwa barua yenye kumbu namba KA/ACC/admin/2024/24 ya tarehe 7 Machi 2025. Mheshimiwa Spika, mkandarasi alimjibu mtaalamu mshauri kwa barua yenye kumbu namba TRB.JV.TBW/admin/ACC/HQ ya 2025 ya tarehe 8 Machi 2025 akikubali mabadiliko hayo ya vipimo tangu mwezi Machi kama yalivyoonekana katika mkataba. Taratibu za kuandaa mabadiliko addendum zinaendelea kwa mujibu wa sheria ya ununuzi wa umma sura namba 410. Hivyo gharama halisi za mkataba zitazingatia vipimo sahihi, ambapo mradi utatekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 3,461,712. Aidha, fedha za ziada ambazo ni shilingi milioni 416 ikiwa ni 983 na senti 27 ikiwa ni sehemu ya malipo ya awali zitazingatia utekelezaji wa kazi na makubaliano ya mabadiliko ya mkataba. Kwa kuwa hoja hii iliibuliwa na halmashauri ya jiji kuhusu vipimo husika na kukubaliana na pande zote mbili tangu mwezi Machi, si hoja mpya, ilikwisha fanyiwa kazi na ndio desturi za mikataba. Hoja hii inasimamiwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na TAKUKURU wanaifanyia kazi kujiridhisha tangu mwezi Machi 2025, na muda wowote addendum itasainiwa na mkandarasi yupo eneo la mradi mpaka jengo litakapokamilika. Mheshimiwa Spika, haya si matamko tu, ni matendo yaliyokwisha fanyika. Kuibua hoja ambazo zimekwisha fanyiwa kazi kwa makusudi na mamlaka husika au zipo kwenye mchakato ni sawa na kusisitiza kuwa serikali ni kipofu na bubu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya sita, serikali ya awamu ya sita inasimamia misingi ya uwajibikaji, misingi ya uadilifu na kujifunza kutokana na kila changamoto. Hatufichi makosa tunayakabili kwa ujasiri, kwa sababu kama alivyosema baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hatupasi kuwa na serikali ya kuogopwa, bali serikali ya kuheshimika kwa uadilifu wake. Kwa njia hii tunawaonesha Watanzania kuwa serikali yao ni ya watu, kwa watu na kwa ajili ya watu. Tunapambana na dosari kwa uwazi, tunalinda rasilimali kwa uaminifu na tunasimama na kusimamia kila senti kwa jicho la uzalendo. Mheshimiwa Spika, serikali hii imedhamiria kuwa sio tu msimamizi wa maendeleo, bali ni nguzo ya maadili ya taifa. Tunaamini kuwa kuaminiwa ni mtaji mkubwa kuliko hata fedha, na kwa kila hatua tunayochukua kurekebisha dosari, tunazidi kuijenga serikali ambayo Watanzania wanaweza kuiamini. Serikali inayosema kweli inachukua hatua, na hatua hizi zilizokwisha chukuliwa. Mheshimiwa Spika, niruhusu nisisitize tena, hakuna mahala popote katika taarifa niliyoletewa inayoonyesha kuwa shilingi bilioni 8 italiwa, na kwa kuwa mkataba ni mchakato, ni mwendelezo wa kazi, thamani halisi itaendelea kubaki kuwa kwa mujibu wa marekebisho ya mkataba, na hakuna senti ya Watanzania itakayoliwa baada ya kukamilika kwa mkataba. Mheshimiwa Spika, ningependa kukumbusha bunge lako tukufu kuwa masuala yote ya maendeleo huanzia kwenye kamati ya maendeleo ya kata, kamati za kisekta za halmashauri na mwisho baraza la madiwani, ambapo sisi wabunge ni wajumbe kote huko. Kama miongoni mwetu kuna kitu hujaridhika, turejee kwenye halmashauri zetu, kwenye vikao vya kisheria, kwenda kupata ufafanuzi zaidi wa jambo mahususi ambalo hatujalielewa sisi kama wabunge. Katika hoja hii pia Mheshimiwa mbunge alisisitiza kuwa kuna wafanyakazi hawakuchukuliwa hatua kabisa. Mheshimiwa Spika, tuhuma hizo zilibainika baada ya ukaguzi maalum
ulioagizwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na utekelezaji wake kufanywa na ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu ya serikali, yani CAG, aliyebaini mapungufu ya kiutaratibu. Na baada ya mapendekezo ya kisheria, watumishi 6 walishtakiwa, lakini zaidi kulikuwa na kesi 3 za jinai za uhujumu uchumi zilizosajiliwa na mahakama dhidi ya baadhi ya watumishi, na baadhi ya watumishi watatu kati yao waliwekwa rumande kwa takriban miaka 2 kabla ya kufutiwa kesi kwa maamuzi ya mahakama ya rufani kanda ya Arusha tarehe 16 Februari 2024 kupitia rufaa namba 116 ya mwaka 2023. Kesi nyingine ziliondolewa na mahakama kwa mujibu wa kifungu cha 91 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa jinai sura ya 20. Hii inaonyesha kuwa serikali ilifuata hatua zote za kisheria na kiuadilifu katika kushughulikia tuhuma, ikiwa ni pamoja na kusimamia haki, uwajibikaji na misingi ya utawala bora, ambapo kamati ya uchunguzi iliundwa kushughulikia tuhuma hizo ilibainisha kuwa makosa walionayo ni ya kufukuzwa kazi. Mheshimiwa Spika, ni muhimu kusisitiza kwamba Mheshimiwa Gambo mwenyewe aliomba adhabu hiyo ya kufukuzwa kazi isichukuliwe na badala yake ipunguzwe. Mheshimiwa mbunge alikuwa ni sehemu ya mchakato huu. Alishiriki kikamilifu katika kikao cha kamati ya fedha na cha baraza la madiwani kilichotoa adhabu kwa watumishi waliobainika na makosa ya kinidhamu. Mheshimiwa mbunge aliridhia na kushawishi kikao wapewe adhabu ya chini kabisa kwa watumishi wengine waliobaki, kukatwa mishahara yao kwa 15% kwa miaka 3 na bado wanakatwa mpaka sasa. Na adhabu hii, Mheshimiwa Spika, haijaisha. Kama njia ya kuhitimisha mjadala wa kinidhamu na hakuwasilisha pingamizi rasmi katika uamuzi huo. Kwa hivyo ni jambo la kushangaza kuona yeye sasa akiwasilisha hoja hiyo bungeni kana kwamba ni jambo jipya au lenye sura ya kifisadi linaloendelea. Kuhusu ujenzi wa soko la machinga. Mheshimiwa Spika, kuhusu ujenzi wa soko la machinga, kiasi cha shilingi milioni 500 kutotumika hadi sasa. Katika mwaka wa fedha 2020-2021, halmashauri ya jiji la Arusha ilipokea kiasi cha shilingi milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa soko la wafanyabiashara ndogo ndogo, yani wa machinga, eneo la Engutoto. Baada ya mapokezi ya fedha, taratibu za utekelezaji wa miradi zilianza, ikiwa ni pamoja na kutaarifu vikao rasmi kuhusu mapokezi ya fedha hizo na madhumuni ya serikali ya kujenga soko hilo katika eneo la Engutoto. Mheshimiwa Spika, baada ya taarifa hiyo kuwasilishwa ofisi ya mkuu wa wilaya, Mheshimiwa mkuu wa wilaya mbunge Mrisho Gambo, meya wa jiji pamoja na mkurugenzi wa jiji walifanya ziara kutembelea eneo la Engutoto na kubaini kuwa eneo hilo sio eneo sahihi kwa ajili ya ujenzi wa soko tajwa. Viongozi hawa wa wilaya pamoja na mbunge walielekeza soko hilo lijengwe Semunge, maarufu kama eneo la kwa Mchina. Katika hali hiyo, ilibidi kiitishwe kikao cha dharura cha kamati ya fedha tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2022 ambacho kiliridhia soko lijengwe eneo lililopendekezwa. Mheshimiwa Spika, baadaye ilibainika kuwa eneo lililopendekezwa ni eneo la viwanja vya watu binafsi ambavyo ni viwanja namba 16, 17, 19, 20, 21 na 22 block U kata ya Kati. Hivyo haliwezi kutumika kwa ajili ya ujenzi wa soko. Tarehe 1 mwezi wa 7 2022 kikao cha kamati ya fedha cha dharura kiliitishwa na iliazimiwa soko hilo lijengwe eneo Engutoto kwa kuwa hapakuwa na eneo jingine linaloweza kujengwa soko hilo. Katika kuendelea kutafuta eneo kwa ajili ya kujenga soko hilo, kilifanyika kikao cha tarehe 7 mwezi wa 3 2024 na walipendekeza maeneo matatu kama ifuatavyo: eneo la pembeni ya dampo, eneo la Intel na eneo la Bondeni City. Mheshimiwa Spika, kikao kingine kilifanyika tarehe 30 mwezi wa 1 2025 kati ya wataalamu wa halmashauri na uongozi wa wafanyabiashara wadogo wilaya, yani Shiuma, na kukubaliana kuwa soko lijengwe Bondeni City kwa kuwa mradi wa tactic wa ujenzi wa stendi kuu ya mabasi umeanza kwa kuanza na barabara. Baada ya makubaliano hayo, wataalamu wanaendelea na hatua ya kufanya marejeo ya michoro, makisio ya gharama kulingana na hali ya wakati huu, na tunatarajia zabuni ya ujenzi itatangazwa tarehe 28 mwezi wa 4 2025. Na soko litajengwa katika kiwanja namba 178 block B Lord Joro Bondeni City chenye hati namba 9127. Mheshimiwa Spika, kwa kumalizia, napenda kusisitiza kuwa ucheleweshaji wa mradi huu haukuwa matokeo ya uzembe bali wa busara katika kuhakikisha kuwa jambo sahihi linafanyika kwa njia sahihi. Hili ni somo la uongozi kwamba wakati mwingine kukubali kutafakari upya si dalili za udhaifu bali ni uthibitisho wa dhamira ya kweli ya kutoa suluhisho endelevu. Mheshimiwa Spika, kwa sasa tumefikia makubaliano ya kutumia kiwanja namba 178 block B katika eneo la Bondeni City, eneo lililo halali, wazi na linalokidhi matakwa ya kimazingira na kimkakati.
Zabuni ya ujenzi inatarajiwa kutangazwa tarehe 28 mwezi wa 4 2025, na serikali itaendelea kusimamia kila hatua kwa weledi na kwa uwazi. Ni muhimu tukumbuke maneno ya mwanafalsafa John Stuart Mill aliyesema, maendeleo ya jamii yanapimwa kwa namna taasisi zake zinavyowajibika kwa waliodhulumiwa au kusahaulika. Kwa muktadha huu, ujenzi wa soko hili ni zaidi ya majengo, ni sehemu ya heshima kwa maisha na juhudi za wamachinga wetu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya serikali naomba kuhakikishia Watanzania, hasa wamachinga wa jiji la Arusha, kuwa soko hili linakuja tena kwa heshima, kwa hadhi na kwa matarajio walionayo. Kama ambavyo wahenga walisema, penye nia pana njia, nasi tumejifunza kujirekebisha na sasa tunatekeleza. Utengaji wa bajeti ya shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya kubomoa maduka eneo la stendi ndogo kutokuwa na tija kwa halmashauri. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025-2026, halmashauri ya jiji la Arusha imetenga kiasi cha shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya ujenzi wa maduka ya kisasa katika eneo la stendi ndogo. Fedha hizi hazikulengwa kwa ajili ya ubomoaji pekee. Nasisitiza, fedha hizi hazikutengwa kwa ajili ya ubomoaji pekee kama ambavyo Mheshimiwa mbunge amesisitiza kwenye bunge lako hili, bali kwa utekelezaji wa mradi wa maendeleo unaolenga kubadilisha taswira ya eneo hilo kuwa eneo la kisasa kabisa, la kibiashara na la kuvutia. Uamuzi huu umetokana na maazimio ya vikao halali vya baraza la madiwani vilivyofanyika kuanzia tarehe 24 hadi 25 Februari 2025, ambapo Mheshimiwa mbunge ndugu Mrisho Gambo alishiriki kikamilifu katika mjadala na mchakato wa maamuzi hayo. Ushiriki wake unathibitisha kuwa haya si maamuzi ya upande mmoja, bali ni matokeo ya maridhiano ya pamoja yenye lengo la kuleta maendeleo ya kweli. Mheshimiwa Spika, uboreshaji wa eneo hili unalenga si tu kuongeza mapato ya halmashauri, bali pia kuboresha mazingira ya biashara kwa wafanyakazi na wafanyabiashara na kuongeza mvuto wa jiji la Arusha. Mradi huu mpya utajumuisha maduka takriban 800 yanayolengwa yaliyojengwa kwa mfumo wa ghorofa 2 na maegesho ya kisasa, tofauti na hali halisi ya sasa ya maduka 364 yaliyochakaa. Ujenzi huu utaleta mapinduzi ya kiuchumi kwa kuongeza mapato kutoka wastani wa shilingi milioni 850 kwa mwaka hadi shilingi takriban bilioni 1.9 kwa mwaka. Mheshimiwa Spika, tunajifunza kutoka kwenye fikra za mwanafalsafa maarufu Aristotle aliyesema, the whole is greater than the sum of its parts. Maana yake ni kuwa nguvu ya pamoja ya maamuzi ya viongozi wetu, ikiwa ni pamoja na ushiriki wa Mheshimiwa Gambo, imezaa mpango mkubwa wa kimkakati ambao utaimarisha mapato ya jiji, kuinua kipato cha wananchi na kuboresha maisha ya wote. Aidha, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema, maendeleo hayaji kwa miujiza, bali kwa mipango madhubuti na kazi ya pamoja. Hivyo huu ni ushahidi kuwa Arusha haijapumzika. Imechagua kutenda, kupanga na kutekeleza kwa nia njema ya kizazi cha leo na kizazi kijacho. Kwa msingi huu, Mheshimiwa Spika, matumizi ya shilingi bilioni 1.6 hayawezi kuchukuliwa kama gharama tu, bali ni uwekezaji wa kimkakati katika mustakabali wa jiji la Arusha. Uwekezaji unaolenga kujenga mazingira bora ya kibiashara, kuchochea ukuaji wa kiuchumi wa jiji la Arusha hadi taifa kwa ujumla, na kuweka historia ya maendeleo tunayojivunia. Ujenzi wa barabara ya TACTIC kutoka stendi mpya kwenda Mbauda. Mheshimiwa Spika, katika hoja hii Mheshimiwa Mrisho Gambo aliwasilisha hoja zinazohusiana na uboreshaji wa miundombinu ya barabara kutoka miundombinu ya barabara pamoja na mradi wa TACTIC. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa mbunge alishauri ofisi ya Rais TAMISEMI kupitia mradi wa TACTIC wakae pamoja na TANROADS ili kuhuisha rasilimali za ujenzi wa barabara kutoka stendi mpya kwenda Mbauda, kwa kuwa sasa wote wametenga bajeti ya ujenzi huo. Hivyo fedha zingine ziende kujenga miundombinu mingine ya barabara. Mheshimiwa Spika, ujenzi wa barabara kutoka stendi mpya kwenda Mbauda, ambayo barabara hiyo inaitwa Oljoro, ni mojawapo ya barabara zinazojengwa na mradi wa TACTIC package 1, ambao kwa sasa barabara hiyo itajengwa kilomita 1.475 ili kuunganisha stendi mpya ya mabasi inayotarajiwa kujengwa pamoja na roundabout ya kwa Murombo. Makubaliano yaliyofanyika ni kuwa barabara hii ijengwe na mradi wa TACTIC kwa kufuata kiwango cha barabara kuu zinazosimamiwa na TANROADS. Hivyo barabara hii imetengewa fedha katika mradi wa TACTIC pekee. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima naomba kuwasilisha. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Waheshimiwa wabunge, ufafanuzi wa hoja alizokuwa amezitoa Mheshimiwa Gambo umetolewa na Mheshimiwa Waziri, lakini sasa kuna jambo moja hapa linatofautiana kitakwimu.
Mheshimiwa Waziri, na kusubiri ufike mahali ambapo unaweza kuketi ili usikilize. Anaenda tu kwenye kiti chako Mheshimiwa. Siyekuwa umeacha pale makaratasi ambayo yanaweza yakasaidia. Asante sana. Asante sana. Kwenye mchango wa Mheshimiwa Gambo, Hansard inasomeka kwamba alisema kwenye ile bilioni 1.6 ya kubomoa maduka ama stendi. Anasema kwa ajili ya kwenda kubomoa eneo la stendi ndogo, eneo ambalo linaingiza mapato halmashauri shilingi milioni 800 kwa mwezi. Katika taarifa uliotusomea ukurasa wa 17, Mheshimiwa Waziri, wa hii nilionayo, sijui kama na wewe ni ukurasa wa 117, unasema ujenzi huu utaleta mapinduzi ya kiuchumi kwa kuongeza mapato kutoka wastani wa shilingi milioni 850 kwa mwaka hadi takriban shilingi bilioni 1.9 kwa mwaka. Hii milioni 850 ni kwa mwezi, ambayo itakuwa inashabihiana na ya Mheshimiwa Gambo ya 800, au hii ya kwako ni kwa mwaka, lakini yeye alisema kwa mwezi. Nataka tu kujua hapo ni 800 kwa mwezi au 800 kwa mwaka. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kauli yangu ndio kauli halisi. Na kwa kuwa Mheshimiwa mbunge yeye ameonyesha kwamba kuna milioni 850 kwa mwezi, pengine anaweza kuwa na ushahidi kwa hili. Sawa, mimi nataka tu hili eneo ili taarifa zetu zikae sawa sawa. Mheshimiwa Gambo, ni milioni 800 kwa mwaka, kwamba ulimi uliteleza ulivyosema kwa mwezi, au ni milioni 800 kwa mwezi? Siku ile nilitamka kwa mwezi. Ulitamka kwa mwezi, lakini sasa kwa taarifa aliyoitoa Mheshimiwa Waziri, na wewe unakubali kwamba ni kwa mwaka, au bado unasimamia ni kwa mwezi sio kwa mwaka? Sasa Mheshimiwa Spika, pale kuna vibanda zaidi ya 300, karibia 400, na kila kibanda kinalipa zaidi ya 200,000 kwa mwezi. Haya, hebu tufanye hiyo hesabu. Jamani, tufanye faster. Vibanda vingapi Mheshimiwa Gambo? Vinavyokadiriwa kufikia Afanya tu kadirio tutajua. 360 mpaka 400. Aya, fanya 360 mara 200,000. Ni ngapi? Vibanda 400 ni milioni 80. Mheshimiwa wa Momba, mtaalamu wa hesabu. Nimeweka maximum yake, amesema milioni vibanda 400. Ukiweka 400 mara 200,000 ni milioni 80. Milioni 80 na sio milioni 800. Inafika milioni 80. Inakuwa milioni 80. Ukiweka vibanda 360 mara 200,000 ni milioni 72. Haya, Mheshimiwa Gambo. Manake sasa ni kwa mwaka. Ukiangalia kwa makadirio ya 200,000 mpaka 200,500. Sawa, kwa hivyo wewe ulisema milioni 800 kwa mwezi. Sasa tunachukua taarifa ya Mheshimiwa Waziri kwamba ni kwa mwaka. Ni sawa sawa? Mheshimiwa Spika, naona umesimama. Mheshimiwa Spika, kwa mwezi ni milioni 74 kwa mujibu wa taarifa ya mapato ya mkurugenzi wa jiji la Arusha. Sawa, asante sana. Waheshimiwa wabunge, nilikuwa hapa, Mheshimiwa Gambo alipata nafasi ya kuchangia kwenye makadirio ya mapato na matumizi ofisi ya Rais TAMISEMI. Akatoa takwimu nyingi hapa. Sehemu ya hizo takwimu ndo hizi ambazo Mheshimiwa Waziri amezieleza hapa kwa kirefu. Na pia jana nimeletewa Hansard wakati tuko kwenye kamati ya matumizi, yakatajwa hapo mabilioni tena. Sasa kwa taarifa hii ya Mheshimiwa Waziri ilivyoeleza, mtagundua kwa nini ilikuwa ni muhimu kutoa huu muda, ili taarifa zetu rasmi za bunge zikae sawa sawa.
kwa sababu zinapotolewa tuhuma nzito kama hizo lazima haziwezi tu kwenda kama hivi. Kama mbunge amesema tu, hapana, lazima tutilie maanani kwa sababu ni fedha za wananchi. Sasa Mheshimiwa Gambo, kwenye ule mchango wako ulieleza mambo kwa machungu sana, lakini sasa hii ndo taarifa ya Mheshimiwa Waziri na picha ambayo inajengeka kwa aina ya michango ikitolewa kwa sura hii ni kama vile mbunge anasema, lakini kuna watu mahali hawasikii, hawasikilizi. Sasa hii kidogo inakuwa haileti picha nzuri, hasa ikiwa na wewe ni sehemu ya vikao. Na kuwa sehemu ya vikao ni swala moja, kushiriki ni swala la pili. La tatu ni jukumu lako kushiriki vikao, Mheshimiwa Gambo. Kwa nini? Kwa sababu kwenye hii Hansard niliyoisoma hapa, kuna mahali Mheshimiwa Gambo unasema, Mheshimiwa Spika, mimi nilikuwa na siendi kwenye taarifa zote, maana na mimi nitakuwa narejea tena. Nasoma tu hapa ili waheshimiwa wabunge wapate picha, lakini pia wananchi waelewe. Mheshimiwa Spika, mimi nilikuwa na ushauri kwamba mapato ambayo yanapatikana kwenye majiji yetu, hasa haya makubwa, Arusha, Mbeya, Dar es Salaam na Mwanza, hebu kaeni na watu wa halmashauri wasipange budget traditionally. Wapange budget kulingana na changamoto za watu. Leo kule kuna shida ya vivuko, leo kuna shida ya barabara. Mnakwenda, manake hawa ni watu wengine, mnakwenda kutenga fedha shilingi bilioni 1.6 jiji la Arusha eti kwa ajili ya kwenda kubomoa eneo la stendi ndogo, eneo ambalo linaingizia mapato halmashauri shilingi milioni 800 kwa mwezi. Leo mnakwenda kubomoa eti mjenge. Sasa haya maneno yanaashiria, yani wewe uko pembeni, ni watu wengine ndio wanafanya hii kazi. Sasa Mheshimiwa Gambo, maneno kama haya ni dhahiri, mimi huwa napitia huko kwenye mitandao. Hata mimi yale maamuzi niliyoyatoa nimesoma huko. Inaonekana kama kuna jambo hivi linafichwa linafanywa nini. Sasa tuhuma za namna hii hazipendezi ikiwa zinaelekezwa mahali ambapo hakuna uthibitisho. Milioni 800 zimetajwa kwa mwezi, kumbe ni kwa mwaka. Mabilioni haya yanayotajwa, kumbe taarifa zipo, ni mfumo wa NeST ulikosea vipimo ukaweka vipimo sawa sawa. Kwa hiyo lazima tuliweke sawa ili tusilete taharuki kwa wananchi. Na ikiwa litakuwepo jambo lingine la ziada sasa, maana jana ulizitaja hapa bilioni 7, kama hizo nazo bado unahoja nazo, mimi niko tayari kabisa, kwa sababu bunge hili haliwezi kuvumilia ubadhilifu mahali popote. Na ndio maana nilitoa nafasi wewe ukamaliza mchango, na pia nikatoa nafasi kwa Mheshimiwa Waziri, lakini wakati huo huo bunge hili haliwezi kuvumilia taarifa ambazo zinakuwa hazina ukweli. Kwa hivyo lazima kila jambo liwe linakaa sawa, kwa sababu hiki ni chombo cha wananchi na wananchi wanatutarajia sisi tufanye kazi kwa sura ambayo tunaleta tija, na ndio maana tunafanya yale maombi asubuhi. Kwa hiyo hata lile ulilokuwa umelisema jana, maana hukupata nafasi pa kulisemea, kama hayo mabilioni kuna mahali unaona yamepotelea, pia naweza kukupa nafasi, lakini ni vyema ukakaa pale na Mheshimiwa Waziri mwambie, hapa napo nahisi zimepotea, hebu nipe taarifa. Atakupa taarifa na hakika utaridhika kama ambavyo leo taarifa hii imekuja kwetu. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, sasa taarifa zetu rasmi za bunge zinakaa sawa sawa. Mwongozo wa Spika. Mheshimiwa Gambo, naona umesimama. Mheshimiwa Spika, kwa naomba niombe mwongozo wako, kwa sababu Mheshimiwa Waziri ametoa majibu na mimi nilitoa maelezo nikiomba uchunguzi ufanyike kutokana na tuhuma ambazo zilikuwepo. Sasa nilikuwa nadhani kuna mambo yamesemwa ambayo hayakusemwa sawa sawa. La kwanza, kuhusiana na jengo la utawala, Mheshimiwa Spika, nilijenga hoja 2. Sawa. Sasa ili tuende sawa sawa, Mheshimiwa Gambo, umetumia neno hayakusemwa sawa sawa. Kwa hivyo ili tuende sawa sawa na kanuni zetu, katika hii taarifa aliyotoa Mheshimiwa Waziri, hicho unachotaka kunieleza sasa hivi ni kwamba waziri amesema taarifa isiyo
ya kweli. Ndicho unachotaka kusema? Mheshimiwa Spika, kwa sababu amepewa nafasi ametoa taarifa, na mimi ningepewa nafasi nikatoa utetezi wangu kwa sababu hili jambo lina maslahi mapana kwa jiji. Hapana, keti. Keti Mheshimiwa Gambo. Mheshimiwa Bunge, isije ikaonekana kwamba kuna upande mmoja umesikilizwa, mwingine haujasikilizwa. Hapana. Na ndio maana nilitoa upande wa serikali usikilizwe, kwa sababu wewe ulishasikilizwa na Hansard niko nayo hapa mbele. Kwa hivyo wewe ulisikilizwa na bunge na wabunge wenzako. Sasa ilikuwa nafasi ya serikali kusikilizwa na bunge na wabunge wenzako. Ndicho kilichofanyika hapa. Na sasa umesimama, ndio maana nimekuuliza jambo moja. Sio kwa nia ya kukusikiliza wewe tena, maana vinginevyo itabidi nimpe na waziri nafasi tena. Sasa katika zile taratibu zetu za kusikiliza, hili bunge haliwezi kufanya hivyo, ndio maana tunafanya kazi kwenye kamati. Waziri alichokisema kwenye taarifa yake, umetumia neno ambalo halisemi kama ni uongo ama si sahihi, lakini umeweka hapo si sawa sawa. Nimeuliza ili sasa nichukue hatua kikanuni. Taarifa aliyotoa Mheshimiwa Waziri, kuna mahali amelidanganya bunge? Ili tuanzie hapo. Kwanza amesema hili jengo limeanza nikiwa mkuu wa mkoa. Hapo amesema uongo. Lilianza nikiwa mbunge. Kwa 2019 ulikuwa umeshaondoka? Ama halikuanza 2019? Lilianza 2021. Sawa. Mheshimiwa, kuna nyingine au ni hiyo tu? Bwana anataka nianze niende hapa, mnaniona nimeshika kanuni tayari. Kuna lingine Mheshimiwa Gambo kwenye taarifa ya waziri? Nyingine Mheshimiwa Spika, ni msingi wa hoja yangu. Hoja yangu ni ambao yeye amedanganya. Msingi wa hoja yako yeye kadanganya. Hajauelewa yani huo msingi. Nadhani kuna mahali nahitaji kufanya clarification ili nipate majibu vizuri zaidi. Sawa, waheshimiwa wabunge. Kama itakupendeza Mheshimiwa. Sawa, keti. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, ungeniruhusu hata sekunde 30 kwa sababu ni kitu kidogo tu Mheshimiwa Spika. Keti Mheshimiwa, kwa sababu nikikupa wewe nafasi lazima na yeye nimpe, na bunge humu ndani ndio maana huwa tunafanya kazi kwa kamati. Hatufanyi huu taratibu wa back and forth. Kwa hiyo keti. Waheshimiwa wabunge, jambo hili kwa sababu kama nilivyosema, Mheshimiwa mbunge alipata nafasi ya kusikilizwa mchango wake na alisikilizwa mpaka mwisho. Nikatoa nafasi kwa serikali ili ilete taarifa bungeni. Imeleta taarifa serikali kupitia waziri na imesomwa hapa. Mheshimiwa Gambo, inaonekana kwenye ile taarifa iliyosomwa na serikali, yeye anasema waziri amedanganya kwenye taarifa yake. Kwa hivyo jambo hili, kwa sababu mimi sina uwezo sasa hapa wa kuanza kufuatilia kila mmoja, nalipeleka kwenye kamati yetu ya kudumu ya bunge ya maadili, kule wataenda kusikilizwa. Sawa. Kwa hivyo kamati yetu ya haki, maadili na madaraka ya bunge itaanza kazi mara moja, na leo ngoja niangalie vizuri. Leo ni tarehe ngapi jamani? Leo tarehe 23. Kazi hii ifanyike, wiki ijayo watapewa nafasi ya kuleta hiyo taarifa hapa bungeni. Na mnazijua kanuni zetu vizuri kwa sababu ndo tuko mwishoni sasa hivi. Kwa hiyo hamna mtu atakuwa hazijui hizi kanuni. Kwa hivyo kamati yetu itawasikiliza, alafu itakuja ituambie nani muongo hapa ndani, na kisha hatua zitachukuliwa baada ya hapo. Asante sana. Mwongozo Mheshimiwa Spika. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Gambo, naona umesimama. Hii itakuwa ni mara ya mwisho kusimama. Sawa. Mheshimiwa Spika, mimi naona kama sijatendewa haki kwa sababu unalijua jina la kamati ile nilikokutuma. Ngoja, unalijua jina la kamati nilikokutuma linaitwaje? Naijua Mheshimiwa Spika. Na inaitwaje ile kamati? Ya maadili. Sibishani na wewe Mheshimiwa Spika. Maadili pekee, inaitwaje ile kamati? Maadili, haki. Sasa ukisema sijakutendea haki, kule nako kupeleka ni ili ukafanywe nini Mheshimiwa Gambo? Sawa Mheshimiwa Spika. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Kule nako kupeleka ni ili ukafanywe nini? Si ili usikilizwe haya yote unayotaka nikusikilize mimi hapa ndani tukiwa watu wote tunakusikiliza. Bunge linafanya kazi kupitia kamati. Na wewe umepelekwa kwenye kamati. Ndiyo. Na hujapelekwa peke yako, umepelekwa wewe na uliyemtuhumu kwamba amesema uongo. Sasa hujatendewa haki na mimi ama hujatendewa haki na nani? Maana hamna hoja
No, sasa kipengele nilichosema amesema uongo ni kwamba kusema mimi nilikuwepo wakati nikiwa mkuu wa mkoa wakati nilikuwa ni mbunge. Kwa mimi nilikuwa nafanya clarification, nilikuwa natoa tu clarification kwamba katika hicho kipengele cha kusema kwamba mimi nilifanya nikiwa mkuu wa mkoa, ndio nilikuwa nataka rekodi zikae sawa kwamba nilishiriki nikiwa mbunge. Unahisi kamati italeta taarifa gani hapa ndani? Maana naona umeshajua italeta taarifa fulani ambayo itasisitiza kwamba wewe ulikuwa mkuu wa mkoa wakati haukuwa mkuu wa mkoa. Hapana, sijasema italeta taarifa gani. Nasema Mheshimiwa Spika, kwa sababu unasema amesema uongo. Ndio nasema kile kipengele ambacho unataka tena kile kipengele ambacho unasema amesema uongo. Mheshimiwa Gambo, sasa hapo tena unaleta tuhuma zinazonihusu mimi kwamba nimeingiza maneno mdomoni mwako. Maana mimi nitaitisha Hansard sasa hivi. Hapana Mheshimiwa Spika, nasisitiza kwamba nilichokisema. Hamna kusisitiza. Hebu keti chini. Kaa chini Mheshimiwa Gambo. Keti. Utaenda ukajieleze kule kwenye kamati. Sawa sawa. Maana sasa nisije kuwa nimetoa hapa maamuzi tena huyataki wakati wewe mwenyewe ulikuwa unajibu huku kana kwamba kuna mahali unataka kufafanua. Ufafanuzi utatoa kwenye kamati, kamati italeta hapa ndani waheshimiwa wabunge. Tumeelewana? Ndio utaratibu. Bunge letu linafanya kazi kwenye kamati. Haya, baada ya kusema hayo, katibu